Naam, asante sana, ubarikiwe mpenzi mtazamaji wa matangazo ya Tukutane TV. Matumani yangu kwamba wewe ni mzima wa afya popote pale unapotufuata, na tunakuamini sana katika matangazo yetu ya kila siku. Uona kuwa ni mmoja kati ya wapendelevu na waaminifu wa kufuata kila chochote ambacho kinakwenda kuonekana kwenye runinga yako kupitia TKTV. Bana, tuko mashariki mwa nchi ya Kongo, jimboni Kivu ya Kusini, na mpaka sasa anayezungumza mbele ya runinga yako ni Dynamic Malembe wa TKTV ni jina langu, na nyuma ya kamera mwite Pepewe Wilonja. Labda nikuulize, unafuata matangazo yetu kutoka nchi gani, ukiwa wapi? Hebu acha kwenye comment utuambie na jina lako. Karibu siku ya leo, tuende kufanya uchambuzi wa masuala ya hali ya usalama inayoendelea kote mashariki mwa nchi ya Kongo, haswa jimboni Kivu ya Kaskazini na jimboni Kivu ya Kusini, ambako mpaka sasa kuna miji miwili mikubwa ambayo inaendelea kushikiliwa na magaidi wa M23 ambao wanajiunga na AFC, ambao wanatumiwa kuwa chini ya uongozi au kudhaminiwa na nchi ya Rwanda. Na asante sana katika uchambuzi wa hali ya sasa inavyoendelea mashariki mwa nchi ya Kongo. Hebu tuanze na hali ya hapo mjini Uvira. Mtazamaji, mjini Uvira au tarafani Uvira kumekwenda kutokea na utofauti kulingana na masemi au matamshi tulivyokwenda kusikiliza na kufata chombo cha habari ambacho ni Radio Okapi, moja kati ya vyombo ambavyo vinapeperusha matangazo yake katika nchi mzima ya DRC. Ni kwamba Uvira kuna kuwa na utofauti unaoendelea katikati ya majeshi ya taifa FARDC na jeshi la Wazalendo. Wote wawili au majeshi haya yote mawili wapo katika mkataba mmoja na shughuli ya kulinda raia na mali zake, na vile vile kuzuia M23 kuto kuingia katika mji wa Uvira. Lakini kuna kuwa na tofauti zinazoendelea mpaka sasa, mtazamaji, kwamba hapa katikati kati ya Wazalendo na jeshi la taifa FARDC kuna kuwa na dugudugu, kwamba wao kwa wao wanakuwa wanabebana, kwamba wamoja wanakuwa wanahisi wenzao labda watakuwa ni waanzilishi wa kuingia katika mawasiliano na magaidi wa M23, kama ilivyokuwa katika mji wa Goma, kama ilivyokuwa katika mji wa Bukavu. So jambo kama na hilo, mashirika ya raia mjini Uvira na tarafani Uvira walikwenda kupeleka malalamiko yao katika serikali ya Kongo, kwamba hii hali ya sitomfahamu inayoendelea kati ya jeshi la taifa FARDC na jeshi la Wazalendo katika mji wa Uvira kesho itakwenda kuleta sura nyingine ambayo sio nzuri mbele ya raia. Inaweza kaletea hata mapambano kati ya Wazalendo na jeshi la taifa FARDC kama ilivyoripoti Radio Okapi. So hali kama na hiyo, mpenzi mtazamaji, nilipenda nikuambie kwamba Uvira pia hali sio nzuri. Raia wanalalamika kwamba hiyo hali wanakuwa na mashaka na hofu, kwa sababu majeshi mawili ambayo walikuwa wanategemea ni Wazalendo na jeshi la taifa FARDC kuwakomboa na kuwakingia katika ugaidi wa M23, lakini mpaka sasa wanajikuta kwamba wao pia wamekuwa wamebanwa kulingana na hali hiyo ya ukosefu wa usalama. Tuachane na mambo ya tarafani Uvira, tujelekeze huko Walikale. Ndugu mtazamaji, ni kwamba magaidi wa M23 mpaka sasa wanaendelea kufanya mashambulizi maeneo mbalimbali ya tarafa la Walikale katika jimbo la Kivu ya Kaskazini, na mpaka sasa wanachukua maeneo mengi sana. Na japokuwa kwamba magaidi wa M23 kuendelea kuchukua maeneo mbalimbali ya tarafa la Walikale, lakini jeshi la taifa la FARDC linaendelea kufanya mapambano siku baada ya siku kuwasukuma maadui kwenda nyuma. Lakini mpaka sasa navyo kwenda kuzungumza, mtazamaji, ni kwamba Walikale, sehemu kubwa sana ya tarafa la Walikale inamilikiwa na magaidi wa M23. Hilo ni jambo ambalo tunaweza tukakwenda kudhibitisha, ambalo liko mpaka sasa, na ukifata hata vyombo vingine vya habari watakwenda kushuhudia kwamba Walikale inamilikiwa na magaidi wa M23. Japokuwa kwamba jeshi la taifa FARDC na Wazalendo wana baadhi ya maeneo ya tarafa la Walikale ambao wamechukua, lakini sehemu nyingi zinazounda tarafa la Walikale wanaoshindilia hizo sehemu ni magaidi wa M23. Lakini vile vile nikwenda nikujuze kitu ambacho kilikwenda kutokea hapa jana, ni kwamba penzi mtazamaji, shambulizi yalitokea kwenye uwanja wa ndege au airport ya Kigoma, ni sio umbali sana na Walikale, maeneo ya center ya Walikale.
kulikwenda kutokea na mashambulizi. Mashambulizi yalikuwa vipi? Kuna ndege moja ambayo inakwenda kuripotiwa na kuhisiwa kwamba ilikuwa ni ndege ya magaidi wa M23 au AFC, ambayo ilikuwa natoka maeneo mengine kujielekeza mpaka maeneo ya Walikale Center. Mpenzi mtazamaji, ni kwamba mashambulizi yalitokea, FARDC walikwenda kupiga au kushambulia hiyo ndege katika mashambulizi ya angani. Hivyo walikwenda kutumikisha chombo ambacho kinaitwa drone. Ni moja kati ya vyombo vinavyoendeshwa na vyombo vingine. Tuseme kwamba ni chombo ambacho Waswahili wanaita ndege isiyokuwa na abiria, ambayo katika lugha la Kimombo wanaita drone. Hivyo FARDC walitumikisha drone kwenda kupiga hiyo ndege ambayo ni ndege ya kivita, ilikuwa na kwenda kudema kwenye uwanja usiokuwa mbali na tarafa la Walikale, maeneo ya center ambao unaitwa airport ya Kigoma. Hivyo FARDC walifanikiwa kwenda kuipiga hiyo ndege na kuishambulia na kutumia hiyo ndege ambayo inaitwa drone isiyokuwa na rubani, na vile vile kulikwenda kutokea na mashambulizi ya Sukhoi. Sukhoi ni moja kati ya ndege za kivita ambazo zinaaminika sana katika mashambulizi ya angani. Ndugu mtazamaji, ukisema Sukhoi ni ndege moja wa kivita ambaye anafanana na ndege wa kawaida ambaye huwa ana kuruka kwake kwa tofauti sana na ndege zingine. So FARDC walikwenda kutumikisha ndege hiyo ya Sukhoi kwenda kufanya mashambulizi katika uwanja au airport ya Kigoma, maeneo yasiyokuwa mbali sana na center ya Walikale, uko tarafani Walikale, jimboni Kivu ya Kaskazini. Hivyo mpenzi mtazamaji, ni kwamba FARDC walikwenda kujishindia huo ushindi wa kwenda kuipiga hiyo ndege ya magaidi wa M23 katika uwanja huo. Na vile vile ni kwenda kujuza kwamba ushindi ambao jeshi la taifa FARDC unakwenda kuonesha na kuendelea kuonesha na kuzidi katika mapambano mpaka sasa, ni kwamba labda ni kujulishe ambacho ukijui, ni kwamba mpaka sasa askari jeshi mmoja wa taifa wa FARDC katika nchi ya Kongo alikuwa analipwa $100. Lakini kulingana na ubinifu au kulingana na kazi ambazo wamezionyesha kipindi hiki ambacho nchi iko katika hali ya dugudugu ya ukosefu usalama, ni kwamba rais au serikali ya Kongo mpaka sasa askari jeshi wa taifa FARDC wanakuwa wanaimba na kusherekea kuongezwa mishahara, na hivi mpaka sasa waliongezwa $400. Ni kwamba askari mmoja wa taifa FARDC atakuwa analipwa $500. Uko wapi mtazamaji? Maana huu ndo wakati wa mtu kuwa tajiri. Hivyo serikali ya Kongo inawaomba vijana walio wengi kuja kujumuika na jeshi la taifa ili kuitetea nchi na kutetea udongo, kwa sababu walikwenda kuona kwamba labda kinachosababisha vijana kuto kuingia jeshini ni pale ambapo wao wanapana $100. So serikali ya Kongo imeamua kuongeza $400. Hivyo askari mmoja wa taifa FARDC atakuwa analipwa $500. Hivyo utasikia kote kwenye mitandao ya kijamii majeshi ya taifa FARDC wanaimba ushindi kwanza wa kwenda kuipiga ile ndege ambayo ni ndege ya magaidi wa M23. Lakini vile vile tusikwende kulinganisha ndege ambayo ilipigwa na jeshi la taifa FARDC na ndege nyingine ambayo ilipata ajali. Ilikuwa ni ndege ya majeshi ya Afrika Kusini ambayo ilikuwa na misaada kutoka kwa SADC kwenda kupatia wakaaji wanaoishi maeneo ya Walikale. Inavyoripotiwa ni kwamba ndege yao pia ilipata ajali. Hivyo kuna hatua mbili za ndege pale. Ndege moja ya SADC iliyopata ajali yenyewe na ilikuwa na misaada kupeleka katika raia waliopo maeneo ya Walikale, na ndege nyingine ambayo ilikuwa na dema katika uwanja wa ndege wa Kigoma airport iliyopo isiyokuwa mbali na tarafa la Walikale. Hiyo ilikwenda kupigwa na majeshi ya taifa FARDC kutumia ndege ya kivita inaitwa Sukhoi na aina nyingine ya ndege isiyokuwa na rubani ambayo inaitwa drone. Na mpaka sasa mpenzi mtazamaji, mazungumzo yanaendelea maeneo mbalimbali, na ni kujuze kwamba huko Goma kulikwenda kupitika na kikao kilichokwenda kukutanishwa watu wa SADC na magaidi wa M23. Katika kikao hicho walikwenda kuelewana kutoka katika nchi ya DRC au kutoka mashariki mwa nchi ya Kongo. Pale ni sehemu ambapo tutakwenda kusimamia. Mtazamaji, tukikaa chini mpaka sasa, tuende tulikalie hili swala chini, labda kwenye comment utusaidie kutuambia. Masuala ya kutafuta amani katika nchi ya Kongo yamefanyika sana. Ni kwamba hatua ya kwanza ya kutafuta amani ilitakiwa ifanyike na maraisi kutoka nchi mbalimbali za Afrika. So walikuwa wamealikwa kwenda Angola kwa Rais Lorenzo, alikuwa anapenda kukutanisha rais wa Kongo. Hivyo walipokutana huko ni kwamba
magaidi wa M23 walikwenda kukataa wito kwamba watu kwenda kujumuika katika meza ya kutafuta amani. Lakini serikali ya Kongo ilikuwa tayari kupeleka mjumbe wake, na mjumbe wa kwanza aliyepelekwa alikuwa ni waziri anayehusika na mambo ya usafiri, ambaye alikuwa ni mwenye kuhusika na mambo ya ulinzi katika muhula uliopita, anaitwa Jean-Pierre Bemba. Huyu alikuwa ametumwa kwenda kushiriki katika kikao hicho cha kutafuta amani. Hivyo kikao cha Angola hakikufanyika. Na kikao cha pili ambacho hakikupata suluhisho kilikwenda kufanyika nchini Qatar, lakini Qatar pia hawakupata suluhisho lolote lile. Kipindi chote hicho ni kwamba Corneille Nangaa aliendelea pia kutolea vikwazo nchi ya Kongo na kusema kwamba watakwenda kuivamia au kuvamia mji wa Kisangani. So Corneille Nangaa alikuwa anasema kwamba muda wa siku 2 atakuwa Kisangani, lakini mpaka sasa tunasubiri kitakacho kwenda kuendelea. Ni mangojeo, wanasema vile. Tu katika mangojeo kusubiri, je, litakwenda kutimia lile la Corneille Nangaa kwenda kushambulia mji wa Kisangani? Kwa sababu tukikumbuka mwezi wa kwanza, kama sijasaulika hivi mtazamaji, Corneille Nangaa aliahidi Wakongomani kwamba atakwenda kufanya meeting tarehe 23 za mwezi wa 3. Atakwenda kufanya meeting katika mji wa Kinshasa. Kwenye mitandao ya kijamii Wakongomani waliandika kwamba uko wapi mkombozi wetu, maana tariki za meeting zimepita. Ni jambo moja la kushangaza na kuchekesha sana. So hatuko huko mpenzi mtazamaji, ni kuzungumzia kuhusiana na swala la amani au mkataba wa amani ambao umekwenda kupitika mjini Goma. Goma kumekwenda kufanyika na amani au makubaliano ya kusitisha vita. Hapa ndo kwenye tuko, kwa sababu Angola hiki kikao kikufanyika. Qatar kikao kilifanyika, lakini hakikuwa na malengo yoyote. Lakini hatimaye kwa baraka za Mwenyezi Mungu, na kwa sababu Mwenyezi Mungu amekwenda kupanga vita vimaliziki katika nchi ya Kongo, haswa mashariki mwa nchi hiyo, ni kwamba SADC ni Jumuiya ya Afrika katika maendeleo ya Afrika walikwenda kujiunga. Wanachama wa SADC walikwenda kukaa pamoja na magaidi wa M23 katika mji wa Goma. Ilikuwa ni juzi, mpenzi mtazamaji, kwenda kufanya mkataba wa amani. Ndugu yangu, kulikuwa kuna mikataba na saini za hatari. Nitakuletea katika uchambuzi mwingine ambao TKTV itakuandalia hiyo kesho, endapo utakuwa mwaminifu kutufuata. So katika kutafuta amani, SADC walikwenda kusaini mkataba wa amani na magaidi wa M23. Mpaka sasa tunavyozungumza, wameamua kuondoka katika mashariki mwa nchi ya Kongo. Hivyo waelewana ni kwamba upande wa magaidi wa M23, mwaliko aliyekwenda kujitambulisha katika kikao cha kusaini mkataba wa amani alikuwa ni bwana anajiita Sultan Makenga. Ni mmoja kati ya washambulizi au viongozi wanaosimamia makundi ya magaidi wa M23. Alikwenda kujumuika katika mkutano huo. Na upande wa SADC alikuwa ni jamaa mmoja ambaye anaitwa General Ibrahim Mona. Huyu ni ambaye alikuwa upande wa SADC. So walikutana wakakwenda kusaini kwamba wanahitaji amani, na hivyo watakwenda kujitoa mashariki mwa nchi ya Kongo ili kuacha mji wa Goma na Bukavu katika amani na raia waishi katika maendeleo. Hivyo watu wa SADC walikwenda kuwaidia watu wa M23 kwamba watakwenda kutengeneza uwanja au airport ya Goma baada ya mashambulizi haya ambayo yalikuwa yanakwenda kutokea siku za hivi 2-3. Ni kwamba airport ya Goma ilikwenda kuharibiwa na mashambulizi mbalimbali. So ili waasi au magaidi wa M23 watoke katika mji wa Goma, ni lazima airport ya Goma itengenezwe ili wapate kusafirisha vifaa vyao ambavyo walikuwa wanakuja navyo Goma na waende. Mtazamaji, huo ndio uchambuzi ambao uko mpaka sasa. Ni kwamba magaidi wa M23 wamekubaliana kutoka katika mashariki mwa nchi ya Kongo. Pale ndo kuko point sasa. Ili tuende kumaliza uchambuzi huu, mpenzi mtazamaji, ni kipi ambacho kinaendelea? Ni siasa ya aina gani ambayo inaendelea mpaka sasa, kwamba watu wanazubaishwa katika mji wa Goma kuna kwenda kufanyika na mkutano wa kutafuta amani na magaidi waendelee kutoka mashariki mwa nchi ya Kongo. Lakini cha kushangaza mpaka sasa, hata mimi kinakwenda kunishangaza mpenzi mtazamaji, watu wanasaini mkataba wa amani kwamba wanatoka mashariki mwa nchi na kuacha DRC katika amani. Sasa mtakwenda kusaini vipi mkataba wa amani na kushiriki kwamba watu ushiriki katika vita endapo walikali kuna vita? Hapa kuna kuwa nukta ya ulizo. Wanakuambia point interrogation katika lugha la Kiingereza. Itakuwa vipi watu wakwende kufanya mkataba wa amani, wasaini kwamba wametafuta amani, magaidi wa M23 watakwenda na watatosha majeshi yao mashariki mwa nchi ya Kongo katika jimbo la Kivu ya Kaskazini
na jimbo la Kivu ya Kusini. Lakini cha kushangaza, watu wanafanya mkataba na kusaini, lakini vita vinaendelea Walikale, vita vinaendelea Kamanyola, vita vinaendelea maeneo mengine mashariki mwa nchi ya Kongo. Hii inakupa picha gani? Je, hapa kuna amani kweli? Kuna kutafuta amani au wakongomani wanazubaishwa? So mpenzi mtazamaji, hapo ndo kuliko na neno na kuliko na point. Kwa upande wako uende utuambie sasa, utujuze, unafikiri je, hapa kuna amani kweli? Kwa sababu Goma walifanya mkataba wa amani majeshi yatoke, lakini mapambano yanaendelea Walikale, na vile vile magaidi wa M23 wamevamia Walikale na kuchukua Walikale eneo, yani eneo nyingi sana la tarafa la Walikale ni magaidi no wanadhibiti tarafa la Walikale, lakini wanakwenda kusema kwamba wamesaini mkataba wa kutafuta amani na magaidi wote wametoka katika mashariki mwa nchi ya Kongo. Tuambie mtazamo wako na maoni yako mpenzi mtazamaji. Unafikiri vita vya mashariki mwa nchi ya Kongo vinatupeleka wapi na vinapeleka wakongomani wapi na vinakwenda kuishia wapi? Weka kwenye comment pale chini tuambie unanifuata kutoka wapi. Hii ni Tukutani TV. Jina lako, nchi yako, na utoe maoni yako, tuambie kuhusiana na vita hivi. Mimi ni Dinamike Malembe wa TK TV. Usikose kucomment na mshika picha wangu ni Pepe we Wilonja. Nikwambie kila laheri, tukutane katika uchambuzi mwingine wa baadaye.